Pakistan inapokea ugeni mwingine wa mataifa ya Marekani pamoja na Iran ambao wanatarajiwa kufika huko kuzungumza katika ile mwendelezo wa kutafuta namna ya kumaliza vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Lakini mazungumzo haya, mustakabali wake kwa watu wengi wanaona kwamba hakuna taswira nzuri ama moshi mweupe unaonekana, kutokana na kwamba kila upande unamtunishia misuli mwenzake. Katikati ya mazungumzo haya yanayoendelea kule Pakistan, matendo ya wawili hawa mafahari kwa maana ya Iran na Marekani yanatia mashaka hata hayo mazungumzo wanayoendelea kuyafanya, na mashaka haya yanatokana na matukio mbalimbali yanayojitokeza. Mathalan, tuangalie matukio haya mawili. Tuanze na tukio la Marekani. Hili ni moja ya tukio ambalo linaonyesha majeshi ya Marekani yakiwa katika mipango ya kuteka baadhi ya meli ambazo zinahusishwa na Iran, ikizingatiwa kwamba Marekani imeweka vizuizi vya meli kuingia na kutoka katika bandari za Iran, na hili ni moja ya matukio ambayo wanajeshi hao walikuwa wakiyatekeleza katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini Iran naye hajakaa kinyonge. Utashuhudia tukio hili hapa. Wanajeshi wa Iran nao wanateka baadhi ya meli ambazo zinahusishwa moja kwa moja na uswahiba wa Marekani, wakitumia hizo boti zao ndogo za kasi zikizunguka baadhi ya meli. Na hili ni moja ya matukio yanaonyesha ni kwa namna gani kwamba kila mmoja kwa namna yake anamvizia mwenzake na kufanya matukio ambayo anaona kwamba atamdhibiti mwenzake. Je, haya yanayoendelea yanatoa tija, yanatoa matumaini, yanatoa taswira yoyote ya kumalizika kwa vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati ama kufanikiwa kwa mazungumzo yanayofanyika nchini Pakistan? Mimi ni Raymond Nyamwihula, karibu katika uchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa. Huu ni mwendelezo wa majadiliano ambayo tumeyafanya mara kwa mara kuhusiana na kinachoendelea Mashariki ya Kati. Mgeni wetu leo ni Ibrahim Rabi, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Rabi, karibu sana. Shukrani bwana. Nimekukosa kwa muda mrefu hapa katika jukwaa hili. Tumeamsha tuvizungumza ukiwa Oman na kule Falme za Kiarabu. Ya kabisa. Kwa nini Pakistan ndiye anayeonekana sasa anaendesha mazungumzo haya ya kutafuta suluhu kati ya Iran na Marekani? Nadhani taito yake ya uaminifu kwa pande zote mbili. Unajua, Pakistani ni jirani kwanza na Irani, wanashare mpaka na ni moja ya nchi ya Kisuni ambayo hawana mikwaruzano sana na Irani licha ya kuwa wanashare mpaka. Lakini ukirudi upande wa pili wa Marekani, hiki ndio kilikuwa kituo maalum cha Marekani wakati wa vita yake ya Afghanistan 2001. Wakati Pervez Musharraf alikuwa hapa, Marekani Pakistani alitumia ndio kama kituo cha kuanzia mashambulizi kwenda kwa Wataliban. Kwa hiyo jeshi la Pakistani ni moja ya majeshi yenye uhusiano wa karibu sana na Marekani. Asim Munir ambaye ni Field Marshal ambaye yuko karibu sana, anawasiliana sana, ana title kubwa sana, anaheshimika. Lakini Pakistani anabaki kuwa ni mshirika mwenye kuaminika kwa pande zote mbili. Kwa leo unaweza kusema kuwa angekuwa nani kama asingekuwa Pakistani, angekuwa Oman. Huwezi kumteua tena mwingine pale katikati, kwa sababu Uturuki bado anaonekana kama huenda akawa ameegemea upande kidogo, lakini unapojaribu kubalansi mizani ya ushirika wa kote kote, maybe ingekuwa Geneva, Oman na Pakistani kwa sasa. Kwa hiyo Pakistani ni mshirika wa pande zote mbili ambaye anaaminika kwa pande zote. Sasa katika kinachotajwa kuwa ni awamu nyingine ya mazungumzo ya Iran na Marekani kule Pakistan, tunaona kwamba tayari Iran imekuwa wa kwanza kupeleka ujumbe wake kwa maana ya kumtumia waziri wao wa mambo ya nje, na tunaambiwa kwamba kwa Marekani tayari imetangazwa Jared Kushner pamoja na Witkoff ndio ambao wataenda kumwakilisha Rais Donald Trump. Ukiangalia wajumbe hawa ambao wanatajwa kwa pande zote mbili, ukilinganisha na wale wa kwanza ambapo alienda makamu wa rais JD Vance pamoja na spika wa bunge wa Iran, nini unakiona? Kwanza, hii taarifa bado ina mchanganyiko kwa pande zote mbili. Ndio taarifa iliyotajwa na White House jana, alikuwa akiongea Caroline Leavitt, nadhani alizungumza kuhusu hiki. Msemaji wa White House akasema kuwa Steve Witkoff pamoja na Jared wataelekea Islamabad kwa sababu tayari kulikuwa kuna tangazo la awali ambalo liliripotiwa na vyombo vya habari la Abbas Araghchi kuwa na ziara ya nchi tatu. Atakwenda Muscat, atakwenda Islamabad, atakwenda Moscow. Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje, na crew yake pamoja na msemaji wake Ismail Baqai. Taarifa iliyotolewa mapema na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani Ismail Baqai anasema kuwa ujumbe wao unaoelekea au uliofika Islamabad ulikuwa na mazungumzo na serikali ya Pakistani tu, hawana mazungumzo yoyote na serikali ya Marekani. Na ndio taarifa pia iliyotolewa na IRGC kuwa wajumbe wao waliokwenda hawakwenda kuzungumza na Marekani, wamekwenda kwa ajili ya majadiliano na Pakistani kuhusu haya masuala. Yani wanakubaliana kuwa dhumuni la ziara yao ni kuhusu mazungumzo ya Marekani na Pakistan, Marekani na Irani, lakini wanachopinga ni kuwa wajumbe wao watakutana na
Jared na mwenzake ilikutana ana kwa ana Steve, tofauti na kile kilichozungumzwa upande wa pili wa Marekani. Lakini hili linaweza likaakisi kitu kimoja, kuwa mara kadhaa Marekani wamekuwa wakitumia staili hiyo katika kutaka kujaribu kupoza ukali wa nishati, ukali wa vitu vingi duniani. Unajua mabadiliko yaliyokuwepo yote yanaashiria nini kitatokea. Wafanyabiashara wameficha fedha zao, wameshikilia kila kitu kwa kuangalia tu nini kitakuja kutokea, sababu wana mashaka wanakuwa na mashaka hayo. Lakini kama kutakuwa na ishara yoyote ambayo inaonyesha kuwa kutakuwa na mazungumzo au hawa pande mbili wanakutana, kwa hiyo maana yake inaleta hisia za utulivu kwenye masoko. Kwa hiyo hilo ndio linatokea hivyo, lakini Marekani wanaweza kuwa wanatumia ile, unajua sijui nitumie lugha gani nyepesi mtu kunielewa, kuwa ulikuwa unamtafuta tajiri fulani, tuchukue mfano tajiri au lolote vile, mtu fulani, lakini umesikia atakuwepo sehemu fulani, kwa nenda bwana, unaweza kukutana naye vyovyote itavyokuwa. Kwa hiyo hata kama ipo kwenye mpango, hata kama hayupo kwenye mpango, wewe nenda bwana, inaweza lolote ukawa labda inaweza ikawa kwenye hiyo style. Lakini Irani wameshatoa taarifa kuwa hakuna mazungumzo yoyote wanaoenda kufanya na Marekani katika kipindi hiki, isipokuwa kuwa wao wanachosema kuwa hii ni ziara ambayo ilikuwa imeratibiwa katika ujumbe ambao hasa unaenda kwenda kuzungumza kuhusu hasa mwelekeo wa baadaye wa haya mazungumzo, yani kuja kusitisha vita au kuja kwenye mazungumzo, kwa sababu taarifa ambayo imetolewa na IRGC pia ikasema kuwa hapatokuwa na mazungumzo yoyote na Marekani ndani ya blockade. Kwa hiyo ishara ya mazungumzo ya wao kwanza itaanzia kwa Marekani kuondoa ile blockade yake. Akishaondoa hapo ndio anasema tunaweza tukajadili kuwa tutazungumza lini, lakini anasema kama ipo basi hakuna mazungumzo. Maana vile kizuizi alichoweka Marekani. Awali niliokeza kwenye utangulizi tukio unaoliona hivi sasa la miongoni mwa wanajeshi wa Iran wakiteka moja ya meli ambazo wanasema zimekiuka ule utaratibu walioweka wa kupita bila kibali mahususi. Matukio haya ambayo wote wanayafanya Iran na Marekani, kiuchambuzi tunayatazamaje? Haya matukio yalipokuwa yanafanyika Somalia yalikuwa yanaitwaje? Kwa sababu yamefanyika kwenye bahari ya Somalia sana. Yalikuwa nini? Uharamia? Uharamia, yes. Tulikuwa tunasema maharamia wanateka meli. Unajua huu mchezo si mchezo ambaye hauonyeshi ushujaa. Ukitazama video zao, mfano ukitazama video ya Marekani, ukitazama video ya Irani, inaonyesha kama ufahari, yani ukubwa wa jeshi linakwenda. Unaona hilo meli lote hilo. Marekani huyu ananyanyua hizo zote. Anakwenda kwenye ile meli, ukitazama hii meli kubwa sana, unaiona? Hii meli inaweza ikawa na sailors labda 40 mpaka 20 mpaka 40, yani mabaharia. Wakiwa hawana silaha yoyote. Kwa hiyo kwa nini zilikuwa zinatekwa Somalia? Wasomali wawili tu wanaweza wakaenda pale, wamechukua boti zao, wakaenda wakaichukua hiyo wakairudisha. Kwa hiyo hamna ufahari wowote wa kuonyesha video kama hii mahelikopta na nini kuonyesha kama ufahari umeteka kitu cha nani sana. Hawana silaha yoyote wale. Unaweza sasa, huu mchezo ni mchezo mwepesi sana. Halafu ni mchezo ambao mimi na wewe tulikuwa tukizungumza off camera hapa, nikana kuambia Ray, hivi ulishaona mtu ambaye katundikwa ananyongwa, yani kapigwa kitanzi, halafu atundikwa ananyongwa, halafu ikatokea lolote la kutokea? Huwa tunatazama kwenye filamu zetu zile za kina Ottoman zile, mara mshale umepigwa ukakata kamba, kinachokuja kutokea pale, yule mtu kanusurika kuuawa, halafu mnakuwa mpo sehemu mmejificha, huyu kajificha chumba hiki, huyu kajificha chumba. Kwa hiyo mnaanza kuindana kutokea huku kati ya aliyekuwa anataka kumnyonga na aliyekuwa ananyongwa, nani kafaidika? Aliyenusulika alikuwa ananyongwa. Ndio mchezo huo unaotokea. Leo hii wanacheza mchezo wa Hormuz, kuteka meli na kurudisha meli. Malengo yako wapi? Malengo ya kwenda kuvamia Iran. Malengo hasa yalikuwa nini? Regime change? Ndio. Kuzuia makombora, kumzuia Iran sijui asiwe na nyuklia. Je, ndio hayo mjadala? Umeelewa hii mechi inavyochezwa? Kwa hiyo huu mchezo wakitaka kuucheza, Iran ataucheza miaka 10. Hata 20, kwa sababu unamfurahisha. Yeye ndio aliyekuwa amekaa kwenye kitanzi ambaye alikuwa anyongwe. Kwa sababu wakati wa uvamizi 70% ya dunia ilikuwa inaamini kuwa mabadiliko yanaenda kutokea. Kwa sababu serikali inaondolewa, nguvu ya Marekani na Israeli na mashambulizi na vile walikuwa wamedhamiria. Kwa vyovyote vile ilikuwa inaeleweka kuwa Iran inaenda kuondoka. Yani tulikuwa tunajua tu ni swala la muda kuwa Iraq, swala la muda kuwa Libya, swala la muda kuwa Syria. Lakini leo hii mjadala umebadilika. Wanajadili kuhusu Hormuz ambaye Iran ndio kaishikilia. Sawa. Katika kipindi hiki ambacho Rabi, watu wengi wanaangalia nafasi ya mazungumzo, na yalishafanyika yale awali ya Pakistan yakashindikana, na sasa wengi wanatamani kuona nini kitakachofanyika ili watu hao wakae mezani na mambo yatulie. Unaiona nafasi ya masharti kubadilika? Kwa sababu mwanzoni tuliambiwa masharti ambayo kila upande nayaweka, bado kukubaliana kwao kumekuwa ni kugumu. Tuna shida moja tu ambayo iko kwenye hiki kitu, kuwa masharti ya Marekani sio ya uamuzi wa Marekani, ni masharti ya Israeli.
kuyabadilisha kwa njia zozote masharti ya upande wa pili wa Marekani itakuwa ni kuisalimisha Israeli kwenye hili. Ndio maana kama ulimsikia waziri wa mambo ya nje wa Israeli siku 3 zilizopita, Israel Katz, alisemaje kuwa wao wako tayari, wanasubiri tu green light ya Marekani warudi kwenda kuisambaza Irani na kuirudisha enzi za mawe. Alisema hivyo. Manake kuwa anakupa jibu moja tu kuwa option ya Israeli sio ambayo anataka kuileta Marekani kwenye mazungumzo. Israeli wao wanatamani tu vita irudi na tuendelee kupigana tu, yaani tupigane mpaka pale, manake wao hesabu yao ni moja tu, regime change bas ndani ya Iran. Yani itokee regime change ya ukweli, sio hii ambayo Donald Trump anasema kuna regime change imetokea, manake tumewaua viongozi wao wakaja wengine. Sasa hawa wamekuja ni wahafidhina zaidi kuzidi hata waliokuwepo. Hauwezi kusema kama hii ni regime change inafanya kazi upande wako. Sasa Israeli hawataki kuigiza mchezo huo wa Donald Trump wa kujipa sifa ambayo kuwa wanajua kabisa sio sifa halisi. Wanaona kabisa kuwa haya ni maigizo. Ukweli ni kuwa ni lazima itokee regime change ndani ya Iran ili sisi tupate nafuu. Kwa hiyo ukiuliza nini ambacho kinakuja kwenye mazungumzo, ugumu wa mazungumzo kuwa mazungumzo ya Marekani yanawakilisha Israeli, sio maslahi ya Marekani. Kwa sababu yangekuwa ni maslahi ya Marekani, nilishazungumza kuwa wala tusingefika huku. Tayari Irani alikuwa na vitu vingi vya kumuofa Marekani, na tayari Marekani ana vitu vingi vya kumuofa Irani kuwa mpaka waje wafikie hapo, kwa sababu kuna sehemu ambako Marekani amekaa kwenye njia ya Irani, hasa kufikia baadhi ya malengo, vikwazo na vitu vingi ambavyo vinamsumbua. Marekani anaweza kumpa ofa nyingi Irani na Irani akakubaliana na hizo ofa na akaachia kila kitu, lakini si malengo hayo. Ukirudi nyuma kwenye mazungumzo ya mwisho kabla ya vita, ndio Irani walikuwa walijadili kuhusu nyuklia, walikataa makombora, lakini wakati wanapelekea ofa za nyuklia, kama unakumbuka mazungumzo ya Geneva, Irani walitoa ofa nyingi kwa Marekani, hadi makampuni ya Marekani yaliruhusiwa kufanya biashara ndani ya Irani. Njooni, mnataka kuwekeza wapi? Hizo ni ofa ambazo Marekani mara zote, makampuni ya gesi, Irani ana gesi nyingi sana na yuko kwenye njia nzuri kabisa. Makampuni ya Kimarekani, yani nilikuambia wakati ule, kama unakumbuka, nikakwambia kuwa hapa makampuni yatapakimbilia kuzidi Venezuela ambapo yaligoma kwenda, licha kulikuwa kuna mabadiliko ya uongozi, kwa sababu Venezuela haikuwa na uhakika. Lakini Irani, serikali yenyewe ambayo ilikuwepo ya wahafidhina, ilikuwa imewaalika, manake walikuwa na uhakika kabisa kuwa kama kusingekuwa na katikati ya Israeli na Marekani, Marekani alikuwa anaenda Irani vizuri, angepata kila kitu. Sasa shida inakuja kuwa mahitaji ya Marekani kwenye mazungumzo ni mahitaji ya Israeli. Tunataka enrichment iwe zero na iliyopo kule iliyorutubishwa tuichukue. Hicho kitu ambacho hakiwezi kupatikana. Hapo watabishana. Tunataka uwezo wa makombora udhibitiwe, makombora yashushwe uwezo na spidi yake. Malengo ya makombora ya Irani ni ulinzi dhidi ya nani? Dhidi ya Israeli. Sasa tunataka yashushwe yawe chini ya kilomita 2000. Irani hawezi kukubali, kwa sababu kama ingekuwa ni malengo ya makombora, shida ya makombora ya Marekani kuwa makombora ya kilomita 2000 hayafiki Marekani. Marekani hana tishio lolote, yani Marekani hana madai yoyote kwa Irani. Madai yote ya Marekani ni madai ya Israeli. Sasa ugumu wa mazungumzo ndio uko hapo. Pointi yoyote ya kukaa kwenye meza ni kupoteza kwa Israeli. Vyovyote watavyozungumza, hakuna mazungumzo yoyote ya kwenye meza ambayo yataamua kumpa ushindi Israeli. Israeli ndio turufu ya mazungumzo. Yani Israeli ni turufu ya mazungumzo. Kwa hiyo ili waweze kuja kufikia makubaliano ni lazima kutokea usaliti kati ya Marekani na Israeli. Yani mmoja aamue kumkandamiza mwenzake, ndio watafika kwenye makubaliano. Unakumbuka wakati ule tulikuwa tunajadili hapa wakati wa mgogoro wa Gaza. Mimi na wewe hapa nikakwambia, wakati wa Joe Biden nikamwambia kama Biden ataendelea kumchekea Netanyahu kwenye usitishaji wa vita na kuja siji, nilikuambia kabisa Democrat wanaenda kupoteza. Yani atakayemwahi mwenzake kwenye hili atakuwa kwenye nafasi. Lakini kilichotokea nini? Netanyahu aliwazidi, wakaenda naye mpaka kwenye uchaguzi. Democrat wakapoteza na Kamala wake. Nilikwambia atapoteza, lakini kama wakati ule Biden angeamua kumdhibiti Netanyahu kuwa tunaenda kwenye ceasefire, kwa sababu Trump alishinda ule uchaguzi kwa sababu tia vurugu za Mashariki ya Kati, alivyojinasibisha kuwa mimi ni mtu wa amani, akaenda kazungumza na Waarabu wa Marekani kuwa mimi naenda kuleta amani. Kwa hiyo akapata ushawishi mkubwa, tumechoka na vita duniani, akapata kura nyingi, kitu ambacho Biden alishindwa kukifanya. Sasa na hii mara hii iko hivyo kati ya Netanyahu na Trump ambao wote wanaenda kwenye uchaguzi mwaka huu. Trump anakwenda kwenye uchaguzi wa nusu msimu Novemba. Oktoba uchaguzi mkuu wa Israeli. Tayari kura za ndani za Israeli kwa mara ya kwanza zimeonyesha muungano wa Netanyahu haufiki viti, isipokuwa muungano wa upande wa pili tayari wana 61 viti ambao tayari wanaweza kuunda serikali. Netanyahu anaishia 49 kwenye muungano wake katika kule viti. Sasa hii ni mara ya kwanza baada ya miaka mingi sana. Sasa tunaweza kubalansi vipi hii mechi? Ni lazima
Israeli amshawishi Marekani arudi kwenye vita, Marekani atumie nguvu zote, halafu lije litokela kutoka, kwa sababu ushindi pekee ambao Netanyahu atasimama nao mbele wa Israeli kuambia kuwa mimi nastahili ni serikali ya Irani kudondoka. Ndio ushindi pekee. Lakini huu ushindi wa maigizo, Waisraeli walipiga kura ya maoni baada ya usitishaji wa vita, wakasema kuwa tumetimiza malengo yetu. 70% ya Waisraeli walisema ni uongo wao, kwa sababu Waisraeli wana kitu kama wanaona kila kitu kwa uwazi, hawataki maigizo ya kusema kuwa sijui ilitokea nini tukafanikisha ili tumedhoofisha. Hatujatimiza malengo. Kama ulimsikia kiongozi wa upinzani wa Israel Yair Lapid alichokisema, alisema kwa mara ya kwanza toka kuanzishwa taifa hili tumefedheheka, tumefedheheshwa na tumepoteza, alisema. Sasa huo ni uhalisia ambao wao wanauona, ndio inachotokea. Sawa sawa. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Huu ni mwendelezo wa kuangalia kinachojiri kule Mashariki ya Kati, wakati ambapo tunashuhudia awamu nyingine inayotajwa kwenda kufanyika mazungumzo, ingawa yanatajwa bado kuwa si ya ana kwa ana, kati ya Iran pamoja na Marekani kule nchini Pakistan. Je, kinachofanyika safari hii kinaweza kuleta mabadiliko yoyote? Mimi ni Raymond Nyamwihula, tutarejea hivi punde tu. Asante, karibu sehemu ya pili na ya mwisho. Kipindi ni Chekeche, tukichambua bado Mashariki ya Kati kwa yale ambayo yanaendelea kuibuka. Huu ni mwendelezo wa mjadala ambao tumeuanza kwa zaidi ya mwezi mmoja hivi sasa. Jipya linalotazamwa hivi sasa ni kwa namna gani kule Pakistan, ambako ujumbe wa Iran umefika na ikitarajiwa kwamba ujumbe wa Marekani utaenda, licha ya kwamba taarifa za awali ni kwamba hawatakuwa na mazungumzo ya ana kwa ana. Lakini je, kwenda kwao kunaweza kuleta mabadiliko yote na kuondoa dunia katika taharuki iliyopo hivi sasa, ya ikiwemo swala zima la meli kushindwa kupita katika kile kiwango kilichokuwa kinaonekana awali katika mlango bahari wa Hormuz, hali ambayo inazidisha hofu duniani juu ya kupanda kwa bidhaa mbalimbali kutokana na meli za mafuta kushindwa kupita mahali hapo. Mimi ni Raymond Nyamwihula na tunaye Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Rahbi, kabla tujaenda mapumziko, wakati tunazungumzia maeneo ambayo yanatengeneza ugumu wa mazungumzo kati ya Iran pamoja na Marekani, umeitaja Israel, lakini pia inaangaliwa pia Lebanon kama miongoni mwa eneo pia la kutazama na kuamua mustakabali wa mazungumzo ya Iran na Marekani. Kuna uwezekano wa kuona pia Lebanon nayo inaachwa ikatulia? Ukienda kwenye vifungu 10 ambavyo ndio vilifanya ceasefire ya kwanza, ndani ya vifungu vile kuna kifungu nadhani 9 au 8 kimeeleza kuwa mustakabali wa amani ambao ulipendekezwa na Irani, mustakabali wa amani unaopendekezwa na Irani utahusu region nzima, kanda nzima, ikiwataja washirika wa Irani kuwa wataachwa waishi bila kufanywa bugdha yoyote, kwa sababu tumekuwa na kipindi kirefu ambacho Irani kumetulia, lakini vurugu za Lebanoni zimekuwa zikiendelea, vita za mara kwa mara, mashambulizi ya mara kwa mara yameendelea, lakini mbinyo wa pili ambao umekuwa ukielekea upande wa Yemen, sasa ni kama Irani anataka aende na ndugu zake yani waende kwa pamoja washirika wake. Kwa hiyo analazimisha kwa kile ambacho yeye anakishikilia, anakidhibiti, kuwa atumie alichokidhibiti ili akipata nafuu yeye awape nafuu yule Yemen, ampe nafuu na nani, Lebanon, kwa wakati mmoja. Sasa hawa wanafahamu huo mchezo, ndio maana unaona kuwa tamko la kwanza la usitishaji ambalo lilitolewa na waziri mkuu wa Pakistani Bwana Sharifu, alivyotoa lile tangazo alisema kuwa usitishaji huu unahusu Lebanoni. Ghafla wakastuka. Ndio nakwambia kitu kimoja ambacho kiko wazi, na hiki ukikifuatilia utagundua kitu kimoja, kuwa Waisraeli wanaweza kuigiza vitu vyote, lakini hawawezi kuigiza kwenye uhalisia. Yani kuwa kitu kikiwa cha ukweli huwa wepesi sana kukiona. Wao wanaweza wakafanya hadaa ya kitu kingine, kuambia tu tumefanya shambulizi kwenye hospitali kwa sababu tulikuwa tumewalenga Hamas, licha ya kuwa wameua watu wangapi. Hilo wanaweza wakaigiza kwa staili hiyo, lakini inapokuja kwenye point ya kuwa tutakwenda kupoteza, wao huwa wako macho sana. Sasa Trump alikubaliana na usitishaji wa vita wa Irani, ndio akampasha Netanyahu kuwa tunaenda kusitisha, tuna ceasefire ya wiki 2. Wakati wanatoa sasa vile vifungu kuwa tunasitisha kwa sababu including Lebanon, Israeli wakastuka. Kuichanganya Lebanoni na Irani kwenye hili swala, it means utekelezaji wa makubaliano wa Lebanoni utahusu Iran, ndio atakayeamua kuwa utekelezaji unakuwaje. Maana yake kuwa Israeli atapoteza, na kitu ambacho kitakuja, maana yake kama wakikiweka pamoja, kitu ambacho kitakuja kuwa shinikizo alafu kiliweke ugumu wa makubaliano ambacho wanaona itakuwa kigumu, Irani atalazimisha kuwa ili tufanye usitishaji ni lazima Israeli aondoke Bekaa, lazima Israeli aondoke
kwenye ardhi ya Lebanoni, kitu ambacho ndio maana ukaona kuwa haraka Trump naye akarudi nyuma akasema sio sehemu ya makubaliano Lebanoni. JD Vance akasema si sehemu ya makubaliano, halafu wakalichukua swala la Lebanoni wakalipeleka pembeni, wakaanzisha yale mazungumzo. Lebanoni tunalisuluhisha pembeni kwa lengo tu la kuitoa, kwa sababu ukiunganisha na Lebanoni, ikiwa tutampa Irani itabidi tumpe na Lebanoni, yani manake tutapoteza zaidi. Unafahamu kuwa tayari Israel anakalia eneo la Lebanoni, kwa hiyo tutakuja kupoteza zaidi. Kama Syria ingekuwa ni mshirika wa Irani, it means Syria ingeingizwa kwenye haya makubaliano na ingemlazimisha Israeli aondoke kwenye ardhi ya Syria pia kwenye makubaliano yajayo. Sasa unaona Lebanoni ikatolewa haraka haraka, ilivyotolewa Lebanoni wakabaki kuzungumza, lakini Irani kasimama pale pale kuwa swala la Lebanoni linabaki pale pale kuwa limbo pamoja na mazungumzo ya Irani sambamba na mazungumzo ya Yemen, kuwa haya yatakuja pamoja, kwa sababu alisema washirika wake wa kikanda. Yani ukisema washirika utamweka Hamas, utamweka Hizbullah, utamweka Houthi. Anasema washirika wa kikanda, yani watakwenda pamoja kwenye mazungumzo. Sasa kama watakwenda sambamba, unajua Irani ameshikilia zaidi ya nyuklia Hormuz, kwa hiyo ataishikilia Hormuz kuwapa uhuru kila mmoja kwa upande wa pili, kuwa huyu na sasa hawa wameona kuwa huyu atatufanya tupoteze vingi. Kwa hiyo ndio maana unaona swala la Lebanoni sasa la Lebanoni limebaki kwenye maigizo. Mfano, juzi kuna mazungumzo yalifanyika White House, nadhani Donald Trump alizungumza, wakasema wawakilishi wametoka Lebanoni wamekwenda kuzungumza na Trump, akatangaza kuwa ameextend wiki tatu za usitishaji wa vita wa Lebanon. Ray, ugomvi wa Lebanoni ni kati ya Israeli na Hizbullah. Waliokuwa na suluhisho kule na Trump ni kina nani? Ilikuwa ni Lebanon, ujumbe wa Lebanon pamoja na wa Israel kule Washington. Anaumwa mjomba, anatibiwa shangazi. Hauwezi kulitatua tatizo kama hilo, hayo ni maigizo. Huwezi kutatua tatizo kama hilo, kwa sababu kwa mujibu wa Marekani, Hizbullah ni kundi cha kigaidi. Sasa Marekani alitoa visa kwa magaidi kuingia kwenye ardhi yake? Wala Hizbullah yoyote, hakuna anaweza, mwakilishi yoyote wa Hizbullah hawezi kukubali kupewa visa na akaingia Marekani. Manake ni moja tu, kuwa kama kutakuwa na mazungumzo halisi yanahusu Lebanoni hayatofanyika Marekani. Yani kweli kama wanataka kuzungumza kuhusu kile kinachoendelea, hakiwezi kufanyika, kwa sababu waliokuwa wanasuluhishwa ni jeshi la Lebanoni, wawakilishi wa serikali na jeshi la Lebanoni pamoja na Israeli. Israeli anapigana na Hizbullah, sio jeshi. Sasa nini kinaenda kutokea? Kinachotokea ni chepesi, tutajua kuwa jeshi litazungumza lugha moja na Marekani na Israeli, halafu litapewa power kuwa nyinyi sikilizeni, hapa njia yoyote iliyopo ni lazima muwapokonye silaha Hizbullah kwa nguvu, kwa vyovyote sisi tutawasaidia. Kwa hiyo mtego ni mmoja, kuwa waliingize jeshi la Lebanoni likabiliane na Hizbullah katika kupokonya silaha. Wakati wao watakuwa wakikabiliana, Israeli atafanya mchezo aliofanya Syria. Wakati alivyowaingiza Syria kwenda kumwondoa Bashar al-Assad, kwa sababu ilikuwa ni wazo la Netanyahu, nakumbuka, baada ya usitishaji wa vita, kuwa tunachora ramani mpya ya Mashariki ya Kati. Wakati Syria wanahangaika kumtoa Bashar al-Assad, wa Syria wanashangilia, Israeli akavunja akavunja na mkataba wa mwaka 74, akavuka Golani akaingia upande wa pili, akaenda akachukua akateka maeneo. Golani ilikuwa chini ya nusu tu kwa Israeli, leo 100% Golani iko Israeli. Akaenda mpaka Quneitra, akasogea akaisogelea Damascus. Wa Syria wanashangilia kumwondoa Bashar al-Assad, wanakuja kuamka hivi mpaka mpya imechorwa. Kwa hiyo ndani ya Lebanoni kitachotokea ni hicho kuwa hili jeshi la Lebanoni litaingizwa kwenye vita na Hizbullah kama hawatostuka. Watapokuja kustuka, Israel amechora mipaka mipya. Tuna dakika moja tuliosalia nayo, tuitumie vizuri kwa kuangalia, nipate mtazamo wako, nini mustakabali wa Hormuz ambao hivi sasa unaonekana foleni za meli nyingi ambazo zitajwa kuvuka lakini zinashindwa kwa sababu ya hofu ya kupita katika eneo hilo. Hormuz haina maigizo Ray. Ni dunia ikubaliane na ukweli kuwa mambo yamebadilika. Irani hawezi kuiachia Hormuz kabisa, kwa sababu kuna kile ambacho unakiona kama blockade ya Marekani, anasema kuwa tunawakomoa, wanapoteza dola milioni 500 kwa siku, lakini mbona hatuambiwi dunia inapoteza kiasi gani? Kwa sababu nimewapa mfano mdogo jana, nilikuwa nazungumza hapa nikasema kuwa chukulia mfano Ray, wakati Irani wanatangaza mara ya pili kuwa tuna block, yani tunafunga Hormuz kwa mara ya pili, mafuta yalikuwa pipa dola 98 kwenda 99. Leo tunazungumza mafuta yako dola 104 kwenda 105. Unamkomoa nani? Irani? Dunia. Au dunia inakomoa? Sasa dunia iko tayari kustahimili? Yani mchezo wa hapo Ray ni kumfundisha, yani mjusi anamfundisha chura kuogelea, halafu anategemea chura azame. Mjusi ndio atazama. Dunia tunaishije?
hawa wa Irani haya maisha wameyazoea, kuombana chumvi na kwenda kumwomba jirani yako sijala akakupa, kitu cha kawaida. Lakini ulimwengu wa pili hauna hayo maisha, wako tayari, utatoa akiba zote, tutaishiwa, alafu hujazoea kuomba, wenzako wamezoea kusaidiana. So Irani kwa hiki wanaenjoy kwa sababu wao walipita kwenye njia yenye miba mikali kwa miaka 47 peke yao. Sasa tunapita kwenye njia hiyo wote, tunastahimili hiyo. Dunia ndio inateseka. Basi lazima ukweli ubaki kwenye ukweli. Rabi, nikushukuru sana kwa mjadala huu. Shukrani. Ibrahim Rabi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Huu ni mwendelezo wa yanayoendelea kujiri kule Mashariki ya Kati, katika kipindi ambacho bado mafahari wawili kwa maana Marekani na Iran wanaendelea kutunishana misuli, mustakabali wa kupatana kwao ukiwa bado uko mashakani, na kila mmoja akiwa na masharti yake, licha ya kwamba tunaambiwa sasa kuna awamu nyingine ya mazungumzo kule nchini Pakistan. Nini kitakachojiri? Tuendelee kufuatilia katika vipindi vyetu mbalimbali. Mimi ni Raymond Nyambwihula, hii ni Chekeche, uchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa. Tukutane wakati mwingine hapa hapa UTV.